Mimi naitwa Muhidini Saidi Sangoti, ni naibu katibu mkuu wa taasisi ya taaluma ya madereva wa Tanzania. Niliokuwa naye kulia kwangu wanamuita kiongozi Mboka ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi madereva KOTU. Kushoto kwangu ninaye Japhet Nyese, kaka wa marehemu ambaye ni Victor Nyese ambaye ni dereva wa gari ya kampuni ya Nasiri ambaye alipata ajali maeneo ya Magufuli kwa mbele kidogo. Siku ya juzi kwenye mida ya saa 4 asubuhi nilipata simu kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi KOTU madereva, akinipa taarifa kwamba kuna dereva mwenzetu au mwanataaluma amepata ajali na amekimbizwa katika hospitali ya Muhimbili. Basi tulikuja katibu mkuu alisimamia zoezi zima la kufuatilia prosesi zote, lakini kwa jana tulikosa ushirikiano, lakini leo tuliamkia katika ofisi za LATRA kwenda kuulizia masuala ya mikataba ya mfanyakazi huyu mwanataaluma pamoja na haki zake zote ambazo anatakiwa zisimamiwe. Kwa hiyo tumefika mpaka LATRA tukapata ushirikiano katika ofisi za LATRA. Miliki akapigiwa simu, alipopigiwa simu akaambiwa tukutane hospitali ya Muhimbili hapa Mochwari, kupitia chama cha madereva wa mabasi, chama cha wafanyakazi KOTU kikiongozwa na Bwana Mboka pamoja na taasisi ya taaluma ya madereva Tanzania. Tumefanikisha kusimamia mwili wa ndugu yetu Victor Nyese kusafirishwa kutoka hospitali ya Muhimbili kuelekea nyumbani Mbeya Tukuyu. Kwanza kwa majina naitwa Mboka Mwakipile, katibu wa madereva wa mabasi na malori Tanzania kutoka chama cha wafanyakazi KOTU. Kwanza nipende kuwashukuru madereva kwa uvumilivu na stamina yenu ambao mmeweza kuvumilia kwa kipindi hiki. Toka jana mlikuwa mnaulizia juu ya msiba uko umefikia wapi. Ni Victor amefariki toka juzi na leo taratibu za kuagwa kuelekea Mbeya inafanyika. Ombi kwenu nyinyi madereva, hebu jiungeni na taasisi na vyama vilivyopo katika sekta za kutetea madereva. Majina yanaitwa Rajabu Moshi Shabani, nikitokea katika bodi ya kurugenzi upande wa tenki kupitia taasisi ya Tatamata. Leo hii niko Muhimbili nikishirikiana ama nikiwakilisha kurugenzi ya mabasi kupitia Geoffrey Mayauka. Kuna dereva ambaye ni dereva mwenzetu, dereva wa basi alipata ajali na hatimaye akatangulia mbele za haki. Kwa hiyo tuko hapa kuhakikisha tunatoa ushirikiano wa bega kwa bega na hatimaye kwenda kulaza mwili wa mahala pema peponi ambaye katika wilaya ama mkoa wa Mbeya. Mimi kwa jina naitwa Anton Kantala, ni shemeji wa marehemu ndugu Victor Andamwisi. Tuko hapa Muhimbili kwa lengo la kufanya taratibu za kuchukua mwili wa marehemu. Marehemu alipata ajali siku 2 zilizopita maeneo ya stendi ya Magufuli kwa mbele kidogo kama ndio Kibaha. Na alipopata ajali alikuwa majeruhi, aliletwa katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili na baadaye alipoteza maisha. Kwa kweli nawashukuru madaktari kwa jitihada zao. Madaktari wamefanya jitihada kubwa ya kuweza kuokoa maisha yake, lakini ilishindikana na Mwenyezi Mungu kamchukua. Kwa hiyo tuko hapa tunasubiri taratibu za kihospitali zikamilike tuweze kuchukua mwili na kusafirisha mkoani Mbeya, wilaya ya Rungwe, mjini Tukuyu. Ndio lengo kubwa ambalo limetuweka hapa. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila sana sisi kama wanandugu tusipowashukuru taasisi inayoshughulika na madereva, inaitwa Tatamata, taasisi ya madereva Tanzania. Inashughulika na haki za madereva, inashughulika na taratibu zote za madereva. Wamekuwa mstari wa mbele sana
hasa viongozi wao TATAMATA wametupa ushirikiano wa karibu. Sisi kama wanandugu, sisi familia tumeshirikiana kwa karibu na chama hiki cha madereva Tanzania TATAMATA, tumeshirikiana kwa karibu sana. Hii taasisi kwa kweli ni muhimu, na sisi tunawapongeza, waendelee kuwatetea madereva hawa, kwa sababu saa nyingine wanakutana na changamoto ambazo kwa kweli wanahitaji kutetewa, kusimamiwa, kwa sababu madereva wengine wanakuwa kwenye sekta binafsi hizi. Kwa jina